na kumpa wasia inda firaqihi, wakati wa kuachana naye au kufarikiana naye, li safarin, kwa sababu ya safari, wa ghairihi, na jambo jingine lolote lile, kuhama, wa du'a lahu, na kumwombea dua, wa talabi du'a minhu, na kutaka dua kutoka kwake. Mlango huu unazungumzia habari za kuagana na mtu mwenzako, rafiki yako. Babu wada'i sahibi, mlango wa kuagana na rafiki. Wa wasiyatihi, na kumpa wasia wakati mnapoagana. Wasia ni maneno ambayo unaamini yatamsaidia huko mbele anakokwenda kwenye safari yake. Inda firaqihi, wakati mnapoachana naye, mnapofarikiana, kwa maana kila mmoja anapochukua njia yake. Li safarin, kwa ajili ya safari, wa ghairihi, na jambo jingine lolote lile, kama nilivyosema, la kuhama labda nyumba au kuingia kwenye kozi ya masomo na mambo kama haya. Wa du'a lahu, na kumwombea yeye dua ya kheri. Wa talabi du'a minhu, na kutaka dua kutoka kwake. Haya yote yamo katika mwongozo wa dini ya Kiislamu. Qala Allahu Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu. Kama kawaida ya mwandishi wa kitabu, anajitahidi kwanza kwenye mlango wote kwanza na aya za Qur'ani ambazo yeye anaamini kuwa aya hizi zinahusiana na lile somo analotaka kulifundisha. Kwa hiyo kwa watu ambao wanaandaa mihadhara, khutba za Ijumaa na khutba nyingine zote na mazungumzo ya kidini, wanajifunza kwanza kuiangalia Qur'ani, halafu ndio kuangalia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanatumia aya halafu wanatumia hadithi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum shuhadaa idh hadara Yaquba al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Na amehusia kwa neno hilo hilo Ibrahimu banihi, kwa wanawe, wa Yaqubu, na Yaqubu vile vile amehusia neno hilo hilo kwa wanawe. Kalimatu tauhidi, neno la kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake pasi na kumshirikisha jambo lolote. Ya baniya, enyi wanangu, ndio wasia wenyewe ulikuwa huo. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, stafa, ya baniya, enyi wanangu, ya bunayya, ewe mwanangu. Bunayya anakuwa mmoja, baniya wanakuwa wengi. Kule kwenye Luqman kasema ya bunayya, ya baniya, enyi wanangu, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, stafa lakumudina, ameteua kwa ajili yenu dini, kakuchagulieni hii dini nyinyi ambayo ni dini ya Kiislamu. Fala tamutunna, basi msije mkafanyia hata siku moja, illa, isipokuwa wa antum muslimuna, na nyinyi ni Waislamu, mmejikabidhi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Manake hakikisheni wakati wa kufa mnakufa mkiwa Waislamu, ndio muradi wake. Am kuntum shuhadaa, Mwenyezi Mungu anahoji kuwaambia wanaoipinga Qur'ani, au mlikuwa mashahidi nyinyi, idh hadhara Yaquba al-maut, pale ambapo yalimfikia Yaqubu mauti, idh qala libanihi, alipowaambia wanawe, ma ta'buduna min ba'di, nini mtaabudu baada yangu. Min ba'di, baada yangu. Unaona neno baadi hili, nipigie mstari. Nabii akizungumzia baadi anazungumzia baada ya kufa kwake, ndio kawaida. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam la nabii ya baadi, hakuna nabii baada yangu, yani baada ya mimi kufa. Ndio maana masahaba wakampinga Musailim al-Kadhdhab, na ikawa vita vikubwa sana kwa sababu la nabii baadi. Na Mtume sallallahu aliposema la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din, msirudi baada yangu kwa makafiri, mnapigana shingo wenyewe kwa wenyewe, yani mnauana. Kwa hivyo baadi akisema nabii anakusudia baada ya kufa kwangu. Kwa hivyo aliposema ma ta'buduna min ba'di, mtaabudu nini baada yangu, baada ya mimi kufa,
Qalu, wakasema naabudu ilahaka, tutamwabudu mwabudiwa wako huyo huyo unayemwabudu wewe, wa ilaha abaika, na mwabudiwa baba zako akina Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa, kwa sababu ni Yaqubu bin Ishaq bin Ibrahim, lakini Ishaq na Ibrahim pia walikuwa ndugu wa baba mmoja. Kwa hivyo wote wale wameingizwa katika kuwa ni baba zako, na kwa hoja hii ni kwamba babako mkubwa na babako mdogo naye anakuwa ni baba yako kwa tafsiri ya kisheria. Akawataja wote ilahan wahidan, ambaye ni abudiwa mmoja tu huyo, wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake tumesalimu amri, tumejikabidhi. Kwa hivyo inaonekana mwenendo wa manabii hawa ni kuweka wasia kwa watoto wao, na sehemu ya wasia ni kuhakikisha kwamba wanamwabudu Mungu mmoja, hawamshirikishi, hawaingii kwenye shirki, hawaingii kwenye madhambi, kwa sababu wasia ni maneno ya kumsaidia mtu baada ya kufa yule anayetoa wasia. Kachagua aya hii kuiweka hapa, ambayo inapatikana katika sura al-Baqara. Aya hii au aya sura gani? Ndio hiyo al-Baqara. Wa ammal ahadithu, kini kwangu hii ahadithu imeandikwa he bila ya alifu. Kwa nini imeandikwa vipi? Alifu la mwalifu hamza, he dali, au he alifu alafu ndio dali? He alifu au he dali tu? He alif dali, kwa nini imeandikwa au he bila alifu? He alif dali kwako imeandikwa vipi? Sawa, kwangu mimi he haina alifu. Al-ahadithu Kwa hivyo kwa yule ambaye kitabu chake hakikuandika alifu penye he, aweke nasba juu ya ile he, alifu iliyosimama, yani fatha iliyosimama, ili kujikumbusha. Lakini kwa yule ambaye tayari kuna alifu ndio sasa. Wa ammal ahadithu, amma hadithi mbalimbali, faminha ikiwemo hadithu Zaid ibn Arqam, ya Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, alladhi sabaqa, ambayo imetangulia kutajwa, fi babi ikrami, katika mlango wa kuheshimu na kuwatukuza ahli baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumezungumza kule ikram ahli albayt, jambo ambalo baadhi ya wanazuoni wanalipuuza, na inaonekana katika dhehebu la Shia limeshikiwa bango kwa nguvu kubwa sana. Mimi sioni tatizo lolote kuwatukuza na kuheshimu ahlul bait, kwa sababu ndio msimamo wa Kiislamu. Kupitiliza katika kuwatukuza lile linatakiwa litizamwe vizuri, lakini na kupuuza kabisa, kutokuzingatia, nalo silo. Na wako Waislamu wengi sana hawaoni hasa umuhimu wa kuzungumza ahlul bait Rasulillah, wala hata habari hawana na ingekuwa ni watu wa kawaida tu unaweza kusema si tatizo, lakini wakiwa wanazuoni halafu wala halimu ndani ya mawazo yao, nalo vile vile bado ni tatizo. Kwa hivyo lazima kuangalia na ukaleta balance. Qala, akasema qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina, alisimama Mtume sallam ndani yetu, khatiban, aliyakuwa anatoa khutba. Fahamidallah, akamshukuru Mungu, asna alayhi, na kumsifu kama kawaida ya khutba inapoanza. Wa wa'adha, na akatoa mawaidha. Wa dhakkara, na akakumbusha mambo. Wa dhakkara bitashdid alkaf, akakumbusha mambo. Thumma qala, kisha akasema, amma ba'du, amma baada ya haya, ala tambueni ayuha nasu, enyi watu, innama, hakika si penginevyo, ana basharun, mimi ni mtu. Lisiwepo wazo kwamba mimi labda ni malaika au labda ni Mungu, itakuwa ni shirki. Ukisema mtume ni Mungu ukampa uungu, umeshirikisha. Ukisema ni malaika, umevunja utaratibu wa imani. Si malaika ni mbali na mitume mbali. Amana rasulu bima unzila ilayhi rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Lazima uvitofautishe, vitabu mbali, mitume mbali, malaika mbali, na Mungu mbali. Usiyachanganye ya Mungu katia kwenye malaika, ya malaika katia kwa Mungu, ya mitume katia kwa malaika, ya malaika katia kwa mitume, ya mitume katia kwa Mungu. Kila kimoja na mahala pake. Kwa hivyo akasema, innama ana basharu, hakika si vinginevyo mimi ni mtu, si Mungu wala malaika. Basi yushiku an yatia rasulu rabbi, kuna wasiwasi au inawezekana akanifikia mjumbe wa Mola wangu. Huyo mjumbe maana yake anakusudia yule malaika, malakul mauti, malaika kuchukua roho. Fa ujiba, na mimi nikamuitikia, maana siwezi kukataa. Akazungumza lugha kidogo kaifanya nyepesi tuweze kuifahamu, kwamba naweza nikajiwa na mjumbe wa Mola wangu na mimi siwezi kumkatalia, nitamuitikia. Maana yake malaika wa mauti atakuja na mimi sina uwezo wa kuzuia kifo.
wa ana tarikum fikum thaqalaini, na mimi nakuachieni ndani yenu vizito vingapi? Viwili. Na hili nalo tena ni neno tunapozungumza baina yetu sisi na baina ya Waislamu wenzetu wanaoitwa Shia, wao thaqalaini wanaitafsiri tofauti na tunavyoitafsiri sisi thaqalaini. Hadithu thaqalaini sote tunakubaliana, hadithi ya vizito viwili, lakini vizito viwili ni kitu gani na kitu gani ndio tunapotofautiana. Lakini Mtume kusema na kuacheni vizito viwili, sote tunakubaliana vitu viwili vizito vya kushika, yani mambo mawili makubwa ya kuyakamata. Awalihima, la kwanza lao kitabullahi, kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hili tunakubaliana sote. Fihi, ndani yake, alhuda wa nur, kuna mwongozo na nini na nuru, kama alivyosema Mwenyezi Mungu kwenye aya Taurati, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyuna bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada. Suratul Maida hiyo. Kwa hivyo anasema fihi, ndani ya Qur'ani kuna huda, alhuda kuna mwongozo, wa nuru na nuru, na unaona wazi kwamba mwongozo ni kitu kingine na nuru ni kitu kingine. Fakhudhu, basi chukueni bikitabillahi, kitabu cha Mwenyezi Mungu, wastamsiku bihi, na shikamaneni nacho. Fahatha ala kitabillah, akasisitiza akahimiza juu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Waraghaba fihi, na akapendekeza wakapendezesha ndani yake, yani akaeleza uzuri wa kuifuata nini, wa kuifuata Qur'ani, ndio targhibu. Thumma qala, kisha akasema, wa ahlu baiti, na watu wa nyumba yangu. Ndio tunarudi kule kwamba hadithu thaqalaini inazungumzia kitabu cha Mwenyezi Mungu na watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Udhakirukumullah fi ahli baiti, na kukumbusheni Mwenyezi Mungu katika watu wa nyumba yangu. Rawahu Muslimun, kapokea Muslim. Wa qad sabaqa bitulihi, na imeshatangulia kwa urefu wake, tumeshasomesha huko nyuma. Watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima kuheshimu, lazima kuwathamini kwa vyovyote itakavyokuwa. Na alijua Mtume sallallahu baada ya kufa kwake itatokea mizozo, na huenda mizozo ile ikapelekea baadhi ya watu kudharau familia yake. Sasa lazima familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam uipe nafasi yake na uiheshimu. Mjadala inakuja ahlul baiti ni nani na nani, wake za Mtume wamo ndani ya ahlul baiti, hawamo huko. Sasa kuna mjadala mkubwa sana, hasa baina ya Waislamu wenyewe kwa wenyewe, hasa baina ya makundi ya Mashia na makundi ya sio Mashia juu ya nani ahlul bait. Yani Waislamu wa kawaida wanachukulia familia ya Mtume pamoja na wake zake wote, hata kama hakuzaa nao, bado ni ahlul bait, maana ni watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa Shia inakuwa ni Hassan, Hussein, Fatima, Ali, ahlul bait ni watu maalum. Rawahu Muslimun wa qad sabaqa bituli. Wa an Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairithi radiyallahu anhu qala atayna Rasulullah sallallahu wa nahnu shababatun mutaqaribuna fa aqamna indahu 20 laylatan wa kana Rasul sallam rahiman rafiqan fa dhanna anna qad ishtaqna ahlana fasa'alana amman tarakana min ahlina fa akhbarnahu faqala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa sallu salata kadha fi hini kadha wa sallu kadha fi hini kadha fa idha hadarat as-salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wa liyummakum akbarukum. Muttafaqun alayhi. Zada al-Bukhari fi riwayatin lahu wa sallu kama ra'aytumuni usalli. Qawluhu rahiman rafiqan ruya bifa'in wa qafin, rahiman rafiqan au rahiman raqiqan, wa ruya biqafain raqiqan. Haya, turudie hadithi hii kuitafsiri. Wa an Abi Sulaiman, na kutoka kwa baba Sulaiman jina lake ni Malik ibn al-Huwairithi radhiyallahu anhu qala, Mungu amwiradhi, amesema. Huwairith bi dhammi al-ha'i wa fathi al-wawi huwai wa sukun al-ya'i wa kasri ar-ra'i Huwairith. Huwairith tasghir ya harith, harithun huwairithun. Kutoka kwa Abi Sulaiman, baba Sulaiman jina lake Malik ibn al-Huwairithi radhiyallahu anhu qala, Mungu amwiradhi, kasema. Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulimfika
Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ataina maana tulimfika, yani tulimwendea tukafika pale alipo. Ina maana hao walikuwa wanatoka mbali, hawaishi na mtume pale karibu katika mji wa Madina, wako nje ya mji wa Madina mahala pengine pambali. Kwa hivyo tulikwenda mpaka tukafika kwake. Ataina tulimfika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumbe Mwenyezi Mungu rehema na amani zimshukie. Wa nahnu shababatun, na sisi ni vijana. Shababatun ni jamu ya shabun, shababun wa shababa, sisi ni vijana. Namba 8 anakuambia chini huko kwangu mimi, jamu shab, fata kwa maana ya kijana. Wa nahnu shababa, na sisi ni vijana. Naongeza kusema wa nahnu shabab, inatumika vile ya maashara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Shababa, na sisi ni vijana. Kwa hivyo wamemwendea Mtume salamu wakiwa wao ni vijana. Tena mutakaribuna, tumekaribiana katika umri. Yani hatupishani sana umo tofauti ya mwaka miezi, vijana wenye umri wa karibu. Fa aqamna indahu, tukakaa kwake 20 lailatan, siku 20 tumekaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunakula, tunakunywa, tunajifunza, tunalala, tunaamka, tunasali pamoja naye. Na haya ndio yale nilikwambieni kwamba Mtume sallallahu alikuwa na sehemu ya kuwaweka watu wakija misafara kama hivyo. Kwenye upenu wa msikiti kulikuwa kuna upenu wa msikiti, sehemu kama banda pembeni ya msikiti limeshushwa banda pale. Kwa hivyo kuna kipaa kimeshuka alafu linatuzwa banda, linaitwa sufa, kipenu. Wanaweza kukaa hapo ahlu sufa, wanakula sadaka tu, wanakula karamu tu, wanakula nini mpaka baada ya muda, alafu wanakwenda zao. Na baadhi ya masahaba wengine walikuwa malofa walikuwa ndo watoki hapo, wanakaa, imekuwa kama kijiwe chao. Kwa hivyo wakakaa siku 20 vijana hawa wanasema. Wakana Rasul sallam rahiman rafiqan, na Mtume sallam alikuwa ni mwenye huruma tena mwenye urafiki. Yani ana kind and friendly. Alikuwa na huruma, kwa hivyo kindly and friendly, anakaa nao kwa huruma na kwa urafiki. Ni vijana na yeye ni mtu mzima, si mkali wa kupita kiasi kwa vijana. Anawasikiliza wanachokisema, mmepungukiwa nini vijana, mnahitaji nini, akienda msikitini anawapitia, akitoka anawapitia, asubuhi, mchana, jioni, yuko na mara anakaa nao, anazungumza nao, anapiga nao story kidogo, anawajibu maswali, anaweza kama kuna kitu cha tuno na kula nao. Alikuwa namna kama hiyo. Ndio narudi kule kusema tuna changamoto sasa hivi sisi wanazuoni kuwa rahiman rafiqa. Nige mtu anakuwa mwanachuoni lakini anakuwa hagusiki, hafikiki, hakai na watu, ni yeye tu muda wote peke yake. Kutoa yeye salamu shida mpaka atolewe yeye, kuamkia watu hataki mpaka amkiwe yeye, hata kama umemzidi kwa umri. Yani imemjaa kichwani ile kwamba mimi ndo mkubwa, ana kabirun fa'adhimuni, mimi mkubwa kwa hivyo nitukuzeni. Anaiendekeza sana ile. Ukiendekeza sana ile ni tatizo. Unaona Mtume sallam alikuwa anajaribu kuikata ile, anarudi na kuwa rahiman rafiqa. Tumefahamiana Na kwenye riwaya nyingine pana kafu hapa, hapana fe. Rahiman raqiqa, kama alivyosema kule mwisho. Yani tena ni mwenye huruma nyororo. Raqiqa maana yake nyororo. Yani anaingilika, anafikika, anaweza kaambiwa jambo, hana hasira za haraka, anavumilia, anafahamisha watu. Namna kama hii. Sasa kuongoza Uislamu mpaka tumuige Mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe kwenye tabia ni mkubwa. Haidhuru hatuwezi kuzifika zote kama nilivyosema, za masahaba zinatushinda, tutaziweza za Mtume, lakini kuweka kigezo kama sampuli tukamuiga tukamfuata, ndo wajibu wetu, kila mmoja kwa kiwango chake. Sio kukatia tamaa zile tabia zake kwamba hatuziwezi, tujitahidi tu. Basi alikuwa namna hiyo. Fadhanna, basi akadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhanna, akadhani Mtume, anna, kwamba sisi, anna nuni na shadda, anna, kwamba sisi, qad ishtaqna ahlana, tumekuwa na shauku na watu wetu, tunataka turudi. Zile siku 20 yeye kaisi kama ni nyingi, tushakuwa tuna hamu ya kurudi majumbani kwetu. Kumbe sisi hata bado ndo kwanza mkoko unalika maua, tunataka tuendelee kukaa tu. Lakini yeye akadhani kwamba sisi tumeshakuwa na shauku na watu wetu, tunataka turudi nyumbani tena, tushachoka kwa siku 20 zile tulizokaa pale, wiki 3 kasoro siku moja. Basi fadhanna, kadhani anna, kwamba sisi kad ishtaqna alana, tumekuwa na shauku na watu wetu. Fasaalana, lamu ina fatha ile kabla ya na, fasaalana, akatuuliza.
Ungesema fasaalna, tukauliza. Fasaalana, akatuuliza. Wakati mwingine katika lugha ukikosea sekna tu unafuata maana inakwenda tena choo cha kike, wanasema vijana unaingia choo cha kike. Fasaalana, akatuuliza. Fasaalna, tukauliza. So he asked us, we didn't ask him. Akatuuliza, amman tarakna min ahlina, kuhusu tuliowaacha katika familia zetu, wako vipi huko? Maana siku 20 nyingi, mnadhani huko familia zenu zikoje? Mmeondoka siku 20 nye. Fa akhbarnao, tukampa habari, wanaendelea vizuri, tumewaachia cha kutosha na hivi na nini Faqala, mtume akasema, irji'u ila ahlikum, rudini kwa watu wenu. Fa aqimu fihim, kakaeni ndani yao. Wa'allimuhum, na kawafundisheni haya mliowapata kutoka kwangu kwa siku 20. Kwa hivyo ilikuwa kama kozi, short course ile ya siku 20, kama seminar, kawapiga seminar, anendeni mkayafanyie kazi haya. Wamuruhum, na waamrisheni. Mur vile vile inakuja kwa maana umur. Wamuruhum, na waamrisheni. Mimu ina dhamma, re ina dhamma, wawi ina sakna. Wamuruhum, na he ina dhamma. Wamuruhum, na waamrisheni. Hizi amri za kidini, kuamrisha manake muoneshe kwa ni lazima wayafanye, ndio maana ya amri. Amri lazima itekelezwe. Wasallu salata kadha, na salini sala ya namna kadha, fi ini kadha, katika wakati kadha. Wasallu kadha, na salini namna kadha, fi ini kadha, katika wakati kadha. Anakusudia kwamba zile sala dhuhuri salini wakati fulani, akawatajia alasiri salini wakati wa alasiri, magharibi salini wakati wa magharibi, lisha salini wakati wa ilishai, na alfajiri salini wakati wa alfa. Akawafundisha sala na nyakati zake. Hakutaka yule kueleza yote kwa urefu, ndio maana akatumia usallu kadha fi hini kadha mpaka. Fa idha hadaratis salatu, itakapohudhuria sala, yani utakapofika wakati wa kuswali, falyuadhin lakum, basi adhini kwa ajili yenu, ahadukum, mmoja wenu huko kijijini. Inaonekana hawakuwa na msikiti, labda alikuwa na banda au eneo tu la kufanyaje, la kusali. Basi ukifika wakati wa sala, na adhini kwa ajili yenu mmoja wenu. Waliya ummakum, na awe imamu wenu, yani akuongozeni kwenye sala, akbarukum, mkubwa wenu kwa umri. Mkubwa wenu kwa umri, maana hapa inakadiriwa elimu yao wote iko sawa sawa ya chini. Kwa hivyo atafutwe mtu mzima zaidi ya wao awaongoze. Kwa hivyo kama waliposema wanazuoni kwamba ya ummukum akhraukum, au akuongozeni yule ambaye kasoma zaidi kuliko nyinyi Qur'ani na mambo ya ibada. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa akbaruhum sinna, ikiwa tena watakuwa katika elimu wako sawa sawa, basi tena mkubwa wao kwa umri ndo anayefuata. Muttafaqun alayhi, hadithi imefikiwa na Bukhari na nani? Na Muslim. Zada al-Bukhari, ameongeza Bukhari fi riwayati lahu, katika pokeo lake akasema, wasallu kama raaitumuni usalli, na salini kama mlivyoniona niki sali. Yani sala yenu mutizame sala yangu. Siku 20 mlizokaa na mie, mmesali sala zote nyuma yangu mie, mmeniona nilipokuwa nasali, na za sunna mmeniona nikisali. Kwa hivyo na nyinyi msali kama mlivyoniona nikisali. Ndio tunapata ile sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali. Qauluhu, sasa anafafanua misamiati. Rahiman rafiqa, ruya imepokewa bifain wa qafin, kwa fe na qafu, ndio hiyo rafiqa. Wa ruya bi qafaini, na imepokewa kwa qafu mbili, raqiqa, kama nilivyokuambieni kule. Rafiqa kwa maana mwenye urafiki, na raqiqa maana yake soft, laini, si mkali, si mkorofi, si mgumu, hana kisirani. Hadithi inayofuata. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, ista'adhantu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-umrati fa adhina wa qala la tansana ya ukhayya min du'aika, fa qala kalimatan ma yasurruni anna li biha ad-dunya, wa fi riwayatin qala ashrikna ya ukhayya fi du'aika, rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Kutoka kwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, amesema,
istadhantu, nilimuomba ruhusa annabiya mtume sallallahu alayhi wasallam fil umrati, katika umra, kwamba mimi sitokwenda na jambo, nikamuomba ruhusa nisishiriki pamoja naye. Fa adhina, akaruhusu. Waqala, akasema la tansana, usitusahau, ya ukhayya, ewe kindugu changu, min duaika, katika nini, dua zako. Hii kudogosha katika Kiarabu wanatumia wao katika wakati mwingine kumuonea huruma, wakati mwingine kumpenda, si lazima katika kumfanya kuwa ni mdogo. Ndo ile ya Luqmani, ya bunayya, wasema tasghiru tarahumi, kudogosha kwa kumuonea huruma. Kwa hivyo akamwambia la tansana, usitusahau, ya ukhayya, ewe kikaka changu, kidungu changu, min duaika, katika dua zako. Ile la tansana bidua, usitusahau kwa dua ile tunaizungumza sana sisi katika mazoea yetu, kwamba usitusahau kwa dua zako. Tumefanya kama utaratibu, lakini imo ni katika sunna hiyo. Mnapoagana na mtu, basi usitusahau kwa dua bwana, tukumbukane. Ni maneno mazuri ya kuambizana. Basi anasema faqala Umar, anatuambia, kwa hivyo akasema mtume kalimata, neno, ma yasuruni, hainifurahishi, anna li biha dunya, kwamba mimi niachane na hilo kwa kupata dunia nzima. Yani ile neno la kusema tusitusahau kwa dua, mimi limenifurahisha kuliko kuipata dunia yote, kwamba hata mtume anataka dua yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam sio kwamba anahitaji dua ya Umar au ya mtu mwingine yote, anamfundisha Umar kwamba mkiagana muombane dua. Yani Mtume sallam kwa ule ualimu wake kajishusha yeye. Ndio nimekwambieni haya mambo sisi sasa hivi hatuna. Ndio maana tunakuwa na mambo ya migogoro ya ajabu ajabu. Omar hawezi kumwombea dua mtume, ikawa ndio mtume anahitaji dua ya Omar kwa daraja ya Mtume sallam. Lakini mtume kajishusha kumfundisha Omar kwamba katika kuagana utamwambia mwenzako asikusahau kwa dua. Kwa hivyo alikuwa anafanya vile kwa kufundisha. Sisi siku hizi hatufundishi kwa kalamu wala hatufundishi kwa chaki, sikwambii kwa vitendo vyetu. Maana hiyo chaki ubaoni inatushinda, tunafundisha wanafunzi hawafahamu. Tuje kufundisha kwa vitendo, tabia ngumu sana, Lakini Mtume sallam kaonesha uwezo mkubwa sana. Wa fi riwayatin qala, katika mapokeo mengine akasema ashrikna ya ukhayya fi duaika, tushirikishe ewe kindugu changu katika dua zako. Yani unapoomba dua na sisi tutumbukize humo katika dua zako. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Katika Abu Daud na Tirmidhi akasema hadithi ni nzuri tena ni sahihi. Kwa hivyo namna nzuri ya kuagana na mwenzako katika safari ni pamoja na kuombana dua, kwamba bwana usinisahau kwenye dua zako. Na pia mtu anayesafiri au anayeondoka anaweza kuwa ni mtu ana nafasi kubwa ya kuomba nini? Ya kuomba dua. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaqulu lirajuli idha arada safaran udnu minni hatta uwaddi'aka kama kana Rasulullah sallam yuwaddi'una fayaqulu astawdi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Na kutoka kwa Salim bin Abdullah ibn Umar, anajulikana huyu Salim, tulimzungumza kwamba je, anaingizwa katika orodha ya masahaba au orodha ya matabina? Inaonekana anaingia zaidi katika orodha ya matabina, kwa sababu yeye ama atakuwa hajazaliwa alipokufa Mtume sallam, au kama alizaliwa alikuwa bado mtoto mdogo sana, mchanga, hawezi kuweka kumbukumbu yoyote. Lakini Salim bin Abdullah bin Umar, mjukuu wa Saidina Umar kutoka kwa mwanae Abdullah bin Umar. Na kutoka kwa Salim bin Abdullah bin Umar anna, ya kwamba Abdullah bin Umar ambaye ni babake Abdullah Umari radhiyallahu anhuma, unaona akasema Mungu awe radhi wote wawili, andika kupiga mstari kwenye neno huma, kuonesha kwamba radhi zinaombwa kwa ajili ya Abdullah na Umar, sio pamoja na Salim. Kwa hivyo Salim si katika masahaba. Ingekuwa naye katika masahaba angesema radhiyallahu anhum, angewatia wote watatu, lakini kawaingiza wawili tu, anhuma ambaye ni Abdullah na nani na Umar. Kwa hivyo Salim si katika orodha ya masahaba. Kana alikuwa akimwambia ile rajuli, mtu idha arada safara, anapotaka kusafiri anamwambia udnu minni, nisogelee, nikaribie, sogea karibu yangu, hata uwaddiaka, ili nikuage, kama kana Rasulullah sallam yuwaddiuna, kama alipokuwa Mtume sallam akituaga sisi. Fayaqulu, basi akawa akisema astaudiu Allah dinaka, namkabidhi Mwenyezi Mungu dini yako, wa amanataka, na uaminifu wako, wa khawatima amalika,
na hatma za vitendo vyako. Namba 4 chini, uwadeu, manake ndo namwaga, unamwekea amana, naiweka kwa Mwenyezi Mungu dini yako na uaminifu wako na hatma za vitendo vyako. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Nikisema hadithi hii ni nzuri tena ni sahihi. Kwa hivyo katika kuagana yako maneno maalum ya kuambizana Waislamu, moja lile usitusahau kwa dua na mengine haya. Wa an Abdullah bin Yazid al-Khitmi as-Sahabi radiyallahu anhu. Hiyo khe kwenu kaitia irabu gani huko? Akuitia kitu? Khatmi kasema. Haya, wekeni fatha. Al-Khatmi as-Sahabi radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha arada an yuwaddi al-jaysha yaqulu astawdi'u Allah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Hadithun sahihun rawahu Abu Daud wa ghayruhu bi isnadin sahih. Na kutoka kwa Abdullah bin Zaid al-Khatmi as-Sahabi radiyallahu anhu, Mungu amradhi, qala kasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallam idha arada an yuwaddi al-jaysha, anapotaka kuliaga jeshi linalokwenda vitani au kalikabidhi jukumu la kivita, yaqulu, husema astaudi'u Allah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Yale yale aliyokuwa ameyasema kule Abdullah bin Umar ndio yale yale, lakini haya yamekuja kwa dhamiri ya wingi, kwa analiambia jeshi pamoja tu. Hadithun sahihun rawahu Abu Daud wa ghayruhu bi isnadin sahih. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safaran fazawwidni, faqala zawwadaka Allahu at-taqwa, qala zidni, qala wa ghafara dhanbaka, qala zidni, qala wa yassara laka al-khaira haythuma kunta. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Na kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu qala, amesema jaa rajulun, alikuja mtu mmoja ila nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa Mtume sallam, faqala, akasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Huyu mtu mmoja hajulikani ni mtu gani, lakini kwa maelezo haya ni Muislamu, na katika zama za Mtume sallam akishakuwa Muislamu na akakutana na Mtume anakuwa sahaba. Kwa hivyo huyu naye ni sahaba, lakini kwa hapa hakutajwa ni nani. Anayetupa taarifa ni Anas bin Malik, na kwa hivyo Anas bin Malik ni sahaba anayejulikana na anatupa taarifa na anaaminika. Alikuja mtu mmoja kwa Mtume akasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inni uridu safaran, mimi nataka kusafiri, fazawidni, basi nipe zawadi, nizawadie chochote, nitunukie chochote. A'tini zada aqta'u bihi al-aqabata al-kauda, kai tafsiri rahmatullahi fi al-yawm al-mashhud. Nipe matumizi, vile vile inakuja katika zawidni, maana yake nipe matumizi ya safari, niwezeshe, kwa maneno ya siku hizi, kama ilipokuja kwenye sura gani, watazawadu fa inna khaira zadi wattaquni ya ulil albab. Al-Baqara tena hiyo, watazawadu, najiandaeni, chukueni matumizi ya safari, chukueni masurufu ya safari. Watazawadu fa inna khaira zadi taqwa, chukueni masurufu ya safari, na ubora masurufu ya safari ni ucha Mungu. Yani chukueni vitu vya kutumia safarini, lakini kitu kizuri cha kutumia safarini ni ucha Mungu. Zawidni, nipe matumizi ya safari. Faqala, akasema zawadaka Allahu taqwa, Mwenyezi Mungu akupe matumizi ya ucha Mungu. Ndio ile watazawadu fa inna khaira zadi at-taqwa. Qala, akasema zidi, niongeze, hayatoshi matumizi hayo. Qala wa ghafara dhanbaka, na kusamehe makosa yako. Qala zidni, akamwambia niongeze. Qala wa yassara laka alkhaira, na aiwepesishi kwako khairi, haithuma kunta, popote utakapokuwa.